Ati ugutura wi Ngai nducenjagia, murĩri maithori maitho magathera, ingĩgwa ũnjoyaga igũrũ kĩndayaya, gũka gwaku gũtiana kwa mũndũ thĩ. Ũkire mũrinde Ngai akĩririkanwo, ona tũrĩte kĩhingo-inĩ nĩ wokire, rĩrĩa gĩkuũ kĩamũkũrĩire maitho, amũrokera Hamani akĩũragwo arĩ we. Ũgũtũũra ũrĩ Ngai ndũcenjagia, murĩri maithori maitho magathera, ingĩgwa ũnjoyaga igũrũ kĩndayaya, gũka gwaku gũtiana kwa mũndũ thĩ. Thank you. Karibu katika ibada ya siku ya leo. Ni mimi mchungaji David Njoya, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ni siku moja ya siku tu niliamua na nikasema nitakubali hii wokovu ambayo ni bure, tulipewa tu na Yesu Kristo, hivyo tu bure. Hakuna kitu huwa tunaitishwa, ingawa watu wengi huikataa sababu ya kufungwa macho na yule mwovu Shetani. Wakati sikuwa nimeokoka, nilikuwa naona tu maisha ni sawa tu, ni kawaida. Nilipookoka ndio nilijua nilikuwaga gizani, nilifunguliwa macho, na kwa wakati huu siwezi taka kurudi kwenye hiyo giza. By the way, mtu kama hajaokoka hajuagi yako kwa giza. Hata we hujaokoka hujui uko kwa giza, lakini ukiamua uokoke, hiyo macho yako yatafunguka na ujue kweli umeishi kwa giza kubwa. Naona vile Mungu alifanya wakati aliumba dunia katika mwanzo, akasema na kuwe nuru. Hivyo ndivyo anafanyanga katika maisha yako wakati unakubali neno lake. Akilitamkia maisha yako na kuwe nuru, kweli nuru hupatikana katika maisha yako. Hatuokokagi tutajirike na tupate magari. Utajiri ule tuko nao sio wa hii dunia, bali ni wa maisha ijayo. Ingawa hata utajiri wa hii maisha bado ni wetu, ukikuja kwa njia inayofaa na wakati ule Mungu amekusudia. Leo tunahubiri kuhusu mandhari yetu ni Mungu hajawahi muacha mja wake. Mja ni yule mtu mwenye wameitanishwa na Mungu. Mungu hajawahi muacha mja wake. Nitasoma katika Wafalme wa Pili 4 kuanzia 1 mpaka 7 na nitasoma. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisa akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana na aliyemuia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mwanamke mwenye alikuwa ameachwa na bwana wake, naye huyo bwana alikuwa mcha Mungu. Lakini hata akiwa mcha Mungu alikufa akiwa na deni. Sababu huitanishwa na Mungu sio kusema shida za hii dunia umeepukana nazo. Maisha ya hii dunia ni yale yale tu, hata ukiwa ndani ya Mungu. Njaa itakupata, mashida itakupata, hata ukiwa umeitanishwa na Mungu. Tofauti inakuaga tu, wewe ufalme wako sio wa huku duniani. Ingawa unaishi katika hii dunia, wewe unakuaga wewe ni wa mbinguni. Kama vile mtu anaweza toka nchi nyingine, kama saa hii Kenya kuna waburudi wengi sana. Ingawa wanaishi huku, kwao bado ni burudi.
na wanajua hivyo. Hata ukimuona utamuita Mburundi, huwezi muita Mkenya na ako Kenya. Nasi tuko hivyo, wale tumekutanishwa na Bwana Yesu na Mungu, ingawa tuko huku duniani. Mburundi akiwa huku, shida ikipatikana katika hii Kenya kama hivyo, mafuta imepanda kwao, labda haijapanda, hiyo shida ikitupata sisi wa Kenya, hata yeye atapatwa nayo. Hivyo ndivyo kuliki hiyo katika hii ufalme wa mbinguni. Ingawa sisi si wa hii dunia, kwetu ni mbinguni, na sisi ni wananchi wa serikali ya mbinguni, sababu tunaishi katika hii dunia ya mwili na nyama. Shida ikipatikana katika hii dunia na sisi tuko katika hii mwili, bado hiyo shida itatukuta tu, hata kama tuko ndani ya Mungu. Hatuwezi epuka, lakini tuko na tofauti, sababu kwetu sio huku. Naye huyu alikuwa mtu mcha Mungu, naye akawa amekufa, ingawa alikuwa anamwamini Mungu na kumuogopa na kuzishika amri za Mungu. Unaona hata mke wake hapa anatoa ushuhuda kwa Elisa, mtumishi wa Mungu. Anamwambia basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii. Kwa hivyo hata mume wake alikuwa nabii, naye alikuwa amekufa hata akiwa nabii, mtu mwenye Mungu anaongea na yeye na kumuonyesha siri. Alifika wakati wake wa kukufa, na akakufa akiwa na deni, nayo hii deni akaiachia mke wake, naye akawa hana uwezo wa kuilipa, ingawa alikuwa mke wa mtu mwenye anayemwamini Mungu. Kwa hivyo watu wa Mungu, tulio na Mungu, hatujaepukana na mashida. Ingawa hatujaepukana na mashida, Mungu hajawahi tuachilia, aidha tuwe katika hii mwili ama hatuko katika hii mwili. Mungu anakuaga pamoja nasi, venye alikuwa na huyu mtumishi wake, ingawa alikuwa amekufa. Mstari wa 2 natuambia Elisa, mstari wa 2 tusome. Elisa akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani. Mimi mtumishi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Tulio na Mungu, ama mtu yeyote yule anayemwamini na kumuogopa Mungu, ndani yake hakunaga uongo. Na ukijikuta unaongeaga uongo na unaambia watu uko ndani ya Mungu, wewe unajidanganya, na Mungu hawezi pelekana na wewe. Huyu mwanamke, unaona Elisa amemuuliza uko na nini, naye hajamdanganya, amemwambia sina kitu, ingawa kuna chupa ya mafuta. Aliyajaribu kuangalia ni nini iko kwa nyumba yake, kweli hakukuwa na chochote. Akaona kile kinaweza itwa kitu ni ile chupa alikuwa amenunulia mafuta na imeisha. Ujue chupa ya mafuta haiwezi iza mafuta kabisa, lazima kubaki kidogo. Hiyo ndio aliona kweli kuna kitu, na nikisema hakuna kabisa nitakuwa nimedanganya. Lakini walio ndani ya Mungu, nafsi yao huwaonyesha hawafai kudanganya. Kama wakati mwingine niliona mtu mwingine, ninakwambiaga kuna watu wanajifanyaga ati ni watumishi ama wahubiri, na mtu hajawahi okoka hata siku moja. Niliona mtu mwingine, na tuko kanisani, amekaa pale mbele. Unajua watu wanaonaga kukaa pale mbele kama ni wao watafika mbinguni. Wacha nikuambie, hata usidhani wale watu wanakaaga pale kanisani mbele sio wale wako na upako. Na kama leo hujui, nataka nikuambie, wengine hata ukiwa mshirika uko kule nyuma, sio wao wanafaa kukuombea, ni wewe unafaa kuwaombea. Upako, hiyo watu wanaitaga upako ama anointing ya Mungu, haikujagi na mataito. Inakujaga na vile wewe umeitanishwa na Mungu na vile umeogopa dhambi. Wacha nikuambie ukweli, ukweli wenye hauabiani. Pastor akiwa anaitwa pastor na haogopi dhambi, huyo hakuna upako anakuaga nayo.
Hakuna. Wacha hivyo mnasema don't touch the anointed one. Wengine hata labda mafuta ya taa wanaguaga nayo. Sasa amekaa pale mbele anapigia mtu simu akimuitiza nguo ya mtoto, sijui ni nani ama ni mama ya mtoto ama ni nani. Anamwambia ati akona birthday, sijui Thursday. Hiyo nguo ikuje, nilisikia hivyo. Hiyo nguo ikuje kabla ya Thursday juu mtoto akona birthday. Sasa wakati alikata simu, mtoto akamuuliza kwani niko na birthday. Huyo mtoto ni mtoto wa mtoto yake, ni mjukuu wake. Akamuuliza kwani niko na, akamwambia na ako pale mbele kwa kanisa ati hapana, hauna birthday, na mudanganya ndio alete hiyo nguo haraka. Sasa nikajiuliza mimi, na mimi nilikuwa tu hapo, mimi nilikuwa mtumizi bado, niko hapo mbele. Nikajiuliza ndani yangu, mambo mengine tunaiangaliaga tunanyamaza. Nikauliza, sasa huyo mtoto umemfundisha nini? Umeongea na simu halafu umemwambia nilikuwa na mudanganya ndio alete hiyo nguo haraka. Mbona usimwambie alete nguo haraka? Inahitajika. Sasa umeonyesha mtoto hata wahubiri hudanganya. Huyo mtoto hawezi tamani kuwa kama wewe, na hata hawezi tamani kuokoka juu hata wale watu wanajiita wameokoka wanadanganyaga, na yeye akidanganya hata ona amefanya vibaya juu hata wale wanafaa kumuonyesha mwelekeo wanadanganyaga. Lakini mtu aliye ndani ya Mungu kiukweli hadanganyagi, na akidanganya anasikiaga roho yake kweli inamhukumu. Naye huyu mwanamke, sababu ni mwanamke, alikuwa ameolewa na nabii wa Mungu, alikuwa ameonyeshwa njia za Mungu, naye hadanganyi, na anaona aongee yaliyo ya kweli, na akaongea ya kweli mbele ya nabii wa Mungu Elisha, na hiyo ukweli ndio itakuja kumuokoa. Ukiendelea kuongeaga uongo ukidhani hapo ndio utafaidikia, angemdanganya amwambie sina kitu chochote kile, ama amdanganye niko na ugabiri ndani, asionekane yeye ni masikini. Unajua hata watu kujificha hata shida ile wako nayo, ati watu watambeba namna gani ndio asionekane yeye ni masikini. Abia Elisa niko na ugabiri ndani ya ngano. Ndio hata wale wako hapo ujue walikuwa wanaongelea nje, na labda kulikuwa na watu wengine wamtabue hata yeye si kidogo. Lakini aliye na Mungu hatakagi kuwa haangaliaji watu, anaangaliaga Mungu. Hii ninasema ndio watu, nasema nifurahize watu, lakini nitafurahisha watu naye Mungu atanibeba namna gani? Shetani aliye anayeitwa mstaki wa wale wanaoamini atapeleka staka gani yangu mbele ya Mungu? Mungu akiriga na mimi vile aliriga na Ayubu, ati kama huko duniani umeona mtu mzuri kama Ayubu, Mungu anaweza sema hivyo kukuhusu. Ayubu alikuwa anamtazama Mungu kivyake, sio ndio watu wa dunia waone, na Mungu akaona roho yake, akaona ni roho safi. Ndio maana Mungu alikuwa anatoa ushuhuda wa Ayubu mbele ya Shetani. Na wewe unayehitajizwa na Mungu, Mungu anaweza toa ushuhuda gani juu yako? Anaweza liga na wewe vile wewe ni mzuri akiongea juu ya watu wake mbele ya Shetani, ama ataona mtu anayemwaibisha sababu ya kuenenda na mienendo isiyo kuwa ya Mungu. Sababu watu wengi hujifanya wazuri mbele ya watu, lakini unafaa kuwa mzuri mbele ya Mungu, si mbele ya watu. Sababu watu hakuna uhai wao walio nao, watu hakuna uzima wa milele walio nayo, lakini Mungu ndiye huhukumu hata kwa kuangalia mioyo ya watu. Hata vile nafikiria hapa anajua, wacha hii natamuka yale natendaga nikiwa peke yangu anajua. Wacha vile na kuonyesha hapa niko na tai. Najua tunaona kama kuvaa tai ndio kufika mbinguni. Mimi naonaga mambo vile watu wengi hawaionangi, lakini najuaga Mungu ni mwema juu alituita kwa njia tofauti. Wengine ni kama Musa waliosikia sauti ya Mungu mwenyewe, na wengine ni kama Haroni ndugu yake aliyoambiwa kuhusu Mungu na Musa. Wenye wamesikia sauti ya Mungu wenyewe, wakaisikia na masikio yao wenyewe, hawachezeagi huyu Mungu,
lakini walioisikia kutoka kwa watu wengine hawajamsikia Mungu mwenyewe. Wao huleta msaha hata katika hii Injili na hata katika hii wokovu. Ndio uliona wakati Musa alienda mlimani akakaa siku 40, Haruni aliweza kusutumiwa na watu na akakubali kuwatengenezea ng'ombe ama Mungu ya kutengenezwa na mkono wa binadamu na wakaiabudu. Lakini angekuwa Musa hangekubali, na wakati alirudi akakuta kweli wanaabudu Mungu mwingine, na saa hiyo ndio anakuja na amri za kusema usijitengenezee Mungu mwingine. Alikasirika mpaka akaiaguza chini, sababu ni Musa aliyekuwa amesikia sauti ya Mungu. Haruni alikuwa ameelezewa kuhusu yule Mungu na Musa. Nami nimeisikia sauti ya Mungu mimi mwenyewe, sijaelezewa na Mungu. Na wewe kubali huyu Mungu na utakuja kusikia sauti yake na wewe mwenyewe bila kuelezewa na watu. Mstari wa 3 inasema, akasema, nakwambia kama huyu mwanamke angedanganya aseme niko na ugabiri ama niko na mafuta chungu moja, ujue Elisa naye angemwambia tu hivi anamwambia, naye akienda huko sababu ameongea uongo, hakuna muujiza ingetendeka, sababu Mungu naye hatembeagi palipo na uongo. Mungu hutembea palipo na ukweli. Mstari wa 3 akasema, nenda inayo sijui kwa nini inapotea inaguza inakaa vile haikaagi wakati ule mwingine inajipoteza yenyewe simu maandiko kama ni vile imekuwa moto. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango, yeye na wanawe. Hao wakamletea vile vyombo na yeye akamiminia. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo, mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, nenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Hapa walio na Mungu tena huwa na imani iliyo juu zaidi. Huyu ni mtu alikuwa mke wa mwana ama nabii wa Mungu, naye igawa ameachwa na mume wake, bado hajapoteza matumaini kutoka kwa Mungu. Kuna wengine wakipatwa na shida kama hii wanasemaga, hata huyu Mungu ni wa nini? Unawezaje ninyang'anya mume wangu na alikuwa anakutumikia? Lakini walio na Mungu hawamtetesagi Mungu, bali wao husema yote yaliyotendeka ni mapenzi ya Mungu, na hata yakitendeka yanayoonekana kama ni ngumu, angekuwa tena mtu mwingine aone mpaka watoto wake. Ujue hao watu walikuwa wanakuja huko labda kila asubuhi kusema, nilipe pesa yangu ama nichukue hawa watoto wako wakakuwe watumwa kwangu. Sasa anaona nitabaki peke yangu. Mwingine hangeenda kwa Mungu kumtetesa kupitia nabii amwambie nitafanya namna gani. Angeanza kutetesa Mungu mwenyewe akisema, unaona vile mume wangu alikutumikia, unaona vile tumekaa hata kusaidia watu wengine. Anaanza kuonyesha Mungu yale mambo ametenda yeye mwenyewe ati ahurumiwe. Lakini Mungu ile shida unayopitia hata kabla umuelezee huwa anayajua. Naye akaenda kwa nabii wa Mungu Elisa akiwa amenyenyekea na kumuuliza nitafanya namna gani, akijua sababu yeye ni mtu alikuwa amekaa na nabii wa Mungu katika nyumba yake. Alikuwa anajua nabii wa Mungu ana uwezo wa kuongea na Mungu na Mungu akatenda. Ingawa wakati huu tulio katika hii wokovu na hii wakati sio kama ule wakati wa zamani ambapo roho wa Mungu alikuwa anatumika tu kwa watu wachache, nao hao watu ndio walikuwa wanaitwa manabii, walikuwa wamechaguliwa na Mungu.
wale walikuwa wanaongea na yeye na kuleta ujumbe wake kwa wanadamu. Kwa wakati huu tulio, Roho wa Mungu anaishi na kudumu katika ya mili na katika roho za watu wote ambao wamekubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Sasa wakati huu sio wa kwenda kutafuta nabii Elisha ili tumuelezee shida zetu, ili aongee na Mungu kwa niaba yetu, atuelezee vile Mungu amesema. Wakati huu sisi ndio manabii wa ukweli wa wakati huu, na Roho wa Mungu anadumu ndani yetu sisi tuliookoka. Sasa ni sisi wenyewe tutaongea na Mungu directly, tumwambie shida zetu. Ingekuwa ni wakati huu, yeye hakuwa na Roho wa Mungu. Wakati huo Roho wa Mungu alikuwa anaishi ndani ya watu wachache wenye Mungu amejichagulia. Ingekuwa ni wakati huu, unajua hata wakati huu kuna watu hawajui tuko katika msimu gani. Ni unaonaga wengi ile kazi wanafanyaga ni kusurura makanisa ati wakitafuta mhubiri mwenye ako na nguvu. Nasikia wakisema mhubiri fulani huyo twende kanisa fulani, twende. Kuna mhubiri nilisikia akisema siku hizi watu hawaokokangi, ni kanisa wanahamanga. Na ni kweli, watu wengi huwa kazi yao ni kuhamahama makanisa wakiangalia ni gani iliyo na mhubiri aliye na nguvu. Wanashindwa nguvu ni wao wako nayo wakikubali Yesu Kristo na wakiokoka. Ukiokoka ustahili kwenda kutafuta ni pastor mgani aliye na nguvu ati aongee kwa Mungu kwa niaba yako. Nimekuambia tukianzia upako haukuagi na mtu sababu ya taito fulani. Upako unakuaga na mtu mwenye ameokoka na anaogopa dhambi na anakaa ndani ya Mungu vile Mungu anavyotaka kulingana na sheria na amri zake. Naye huyu mwanamke, sababu wakati huo ilikuwa wakati ambao Roho wa Mungu alikuwa anadumu ndani ya watu wachache, lazima angetumia huyo mtu mwenye Roho wa Mungu wako ndani yake, ili naye huyo mtu aongee na Mungu, naye amuelezee vile atafanya. Naye akaongea na Elisha, naye Elisha akamuuliza uko na nini, na sababu naye hakudanganya, alikuwa mtu mwenye anamwamini na kumuogopa Mungu, akamwambia kile alichokuwa nacho ni chupa yenye ilikuwa imeisha mafuta. Ikawa ikiisha mafuta haisagi kabisa. Naye Elisha akamwambia aende akaombe vyombo kwa majirani, kama ni mitungi na mikembe na hata sufuria akiweza, na vikombe na sahani. Naye akaenda akaomba na akaambiwa usiombe vichache, hapa napo kuna imani. Ona, mtu anaambiwa aende akaombe vyombo kwa watu, kwa majirani. Huyu ni mwanamke mwenye alikuwa na imani ya hali ya juu, na wewe imani yako inafaa kuwa juu kama ya huyu mwanamke. Anaenda kuomba vyombo akuje aweke mafuta yenye hakuna, lakini anaamini Mungu mwenye ameongea naye kupitia nabii wa Mungu. Yeye ako na uwezo wa kufanya mafuta ipatikane hata ingawa hakuna. Na huyu Mungu ndiye tunayeamini siku ya leo, mwenye anaweza kutenda mambo ya maajabu, ayatende hata mahali hakuna. Kwa hivyo naye akakubali kwenda kuomba vile vyombo akiwa na imani ya hali ya juu. Akaambiwa na Elisha ajifungie ndani ya nyumba, aanze kumiminia chupa yenye haina kitu, aanze kumiminia kwa hivyo vyombo. Labda kachupa kalikuwa kadogo na ako na mtungi hapa. Nataka ufikirie chupa kama ya soda na uko na mitungi kama 100 hapa, na chupa yenye ulikuwa umenunua nayo mafuta, ujue alikuwa mwanamke masikini, hangeweza kununua na mtungi. Tunaongea kuhusu wakati huu. Wakati huo hakukuwa na mitungi, kulikuwa na zile vitu walikuwa wanatumia hata kama ni nyungu, na hizi zingine zinaitagwa gourd. Naye akajua sasa vile ameambiwa na mtumishi wa Mungu, Mungu mwenye anajua vile anataka kazi ni Mungu wa uwezo, na atakubali, na akakubali kwenda kuomba vyombo ingawa hakuwa na mafuta ya kugawia zile vyombo. Na alipoambiwa ajifungie katika nyumba na aanze kumiminia mafuta katika zile vyombo, alifanya vile vile wakiwa na watoto yake. Watoto wanampatia vyombo, yeye ameshika ile chupa, anaanza kumiminia mafuta. Akianza ikaanza kuteremuka kama vile unaweza fungulia mfereji ya maji. Mafuta inateremuka tu, inajaa mtungi mmoja, anaweka kando, anaambia watoto wake lete ingine, hivyo mpaka wakati zilijaa zile zote alikuwa ameomba. Sababu ya imani ikatenda mambo makuu. Sio Elisha alikuja kufanya hiyo kazi. Imani
Mungu anakuonyesha njia ile unafaa kupitia, lakini imani ni wewe unafaa kuwa nayo. Mwingine angesema sasa naenda kuomba vyombo vya mimi na zina mafuta. Sasa naenda, huyu mtu ni kama ananichanganya. Lakini aliye na Mungu hadanganyagi, akajua huyu ni nabii wa Mungu, hawezi niambia jambo haliko. Na akajua huyu amemuongeleza ni Mungu, na Mungu ako na uwezo, anaweza yote. Na wewe amini Mungu anaweza yote. Kwa sababu Mungu hajawahi muacha mja wake, hakuwaachilia. Ingawa walikuwa na shida yenye ilikuwa watu wa kijiji wanasema tutaona vile atafanya. Hana kazi, mume wake alikufa, ako na deni, hawa watoto. Unajua hakukosagi watu wale wanatumiaga wana Shetani wenye hufurahia mambo yale mabaya. Kuna mtu alisema hivyo, na hii kitu naifurahiaga sana, niliona kwa mitandao. Ati utajua umekuwa mchawi utakapoona unafurahizwa na mambo yale mabaya na kukasirishwa na yale mambo mazuri. Hao watu hawakosagi katika jamii. Mtu mwenye anaona leo hamuna chakula kwa nyumba anafurahia sana, sababu ile roho iko ndani yake ni ya Shetani, na roho ya Shetani hufurahia yale mambo mabaya. Lakini Mungu, mtu aliye na Mungu, na hata wewe kama unasemaga uko na Mungu na huwa unafurahia watu wakipatwa na mazida, hakuna Mungu uko naye. Matunda yako sio ya Mungu, matunda yako ni ya Shetani, na mti huzaa matunda kulingana na aina yake, na wewe aina yako ni ile ya kuzaa matunda bovu ya Shetani. Mtu aliye na Mungu huonea watu huruma wakiwa na shida. Vile Elisa alimuonea huyu mama huruma na akaongea na Mungu ili huyu mama asaidiwe shida zake. Angekuwa mtu mwingine angemuuliza, unakuja kuniambia nikufanyie nini? Sasa mimi ndio bwana yako. Na kwa nini alikuwa akiwa na hiyo deni yote? Kwa nini alikuwa anakopa hiyo deni yote akijua hataweza kulipa? Hivyo ndivyo watu wasio na Mungu wanaongea. Badala wafikirie vile tatizo itatatuliwa, wao huanza kuona kama wewe ndio ulifanya hiyo tatizo ikutokee. Naye akaamini, akawa na imani kubwa. Alipoambiwa na mtumishi wa Mungu vile atafanya, naye akakubali na akatii. Hapa kuna kutii na kuna imani. Hizi zote lazima siandamane. Na wewe mtu wa Mungu, siku ya leo ni wewe naongea. Wewe ndio Elisa siku ya leo, na wewe ndio huyo mwanamke mjane. Roho wa Bwana ako ndani yako kama umekubali kuokoka. Na yale Mungu atakuonyesha utende, ukitenda kwa imani na ukitii vile Mungu, sauti ya Mungu vile itakuwa imesema juu ya maisha yako, yanaoonekana kama hayawezekani yatawezekana siku ya leo, sababu ya nguvu za Mungu. Vile yaliwezekana kwa huyu mwanamke mjane, ile shida alikuwa nayo, ile deni alikuwa nayo, akailipa kwa siku moja. Hata nawe hivyo ndivyo itakavyokuwa kwako siku ya leo. Ukimwamini Mungu na utii, yatakuwa hivyo kwako. Ni shida gani inayokulemea wakati huu? Ni ugonjwa? Amini Mungu anaponya. Ni shida ya pesa? Ni shida ya nini? Amini Mungu ako na uwezo vile alifanya kwa huyu mwanamke mjane. Waliokuwa wanagojea siku zake zifike mwisho, abaki bila mtoto, bila bwana, wakaachwa kama wameaibika, sababu aliuza mafuta, ingine ikabaki, na akalipa deni, na akabaki hata na pesa. Kwake kukawa kumefunguliwa supermarket ya mafuta siku ile, sababu ya neno la Bwana, sababu Mungu hajawahi waacha waja wake. Shida inaweza wakuta walio wa Mungu, lakini hiyo shida wakati inaonekana kama iko karibu kuwalemea, hapo ndipo naye Mungu huwa anaingilia kati na anawatoa kwa ile shida. Yule mwanamke alikuwa amefika mwisho, lakini hakuwa amefika mwisho kabisa, sababu bado alikuwa na imani ya eti Mungu hutenda. Na ndio maana anapeleka shida zake kwa mtu wa Mungu, akijua ni Mungu tu. Alikuwa amejaribu kuongea na wanakijiji, na hata huko kulikuwa na matajiri wengine walikuwa na pesa mingi na mali yenye hata wanaweza sidwa aipeleke wapi, lakini hakuna hata mmoja alikuja kumuokoa, isipokuwa tu Mungu mwenyewe. Shida zako ni Mungu tu atakusaidia, na sababu hajawahi muacha mja wake. Wacha kutegemea wanadamu, mtegemee huyo Mungu, na vile alilotenda kwa huyu mwanamke mjane, hata kwako atalitenda ukiwa na imani na ukimtii. Kazi kwako. Amini huyu Mungu, tii huyu Mungu, na utaona atakutendea mambo ya maajabu.
Hiyo shida unaona kama imekulemea, itafika mwisho siku ya leo, na hautaiona tena kama yule mwanamke mjane. Wenye wanakucheka, wenye wanakuangalia waone ukiisha, wao tu ndio wataulizana, kwani kumeendaje? Alitoa wapi pesa ya kulipa deni? Watoto wake bado hawajachukuliwa. Alilipa deni, alitoa wapi pesa? Ati alikuwa anauza mafuta, akatoa wapi? Na hana kitu. Mungu alitenda. Hapo ndio watajua kweli Mungu wako wako na nguvu, na hapo kweli wataachwa wakiliinua jina la Mungu, wakipenda, wakiwa wanapenda ama wawapendi. Hata maadui wake hapo lazima wangetamuka. Nabii wa Mungu nasikia alikuja kwake akamwambia afanye hivi na hivi. Hapo wameinua neno, wameinua jina la Mungu. Hata kama hawamjui, hata kama hawamuamini, wameinua jina lake kupitia wewe ambaye amekumalizia shida wakiona na macho yao. Asante, ubarikiwe na Mungu akutendee mema. Umwamini yeye mwenyewe, na ukimwamini, wanadamu hawezi kumalizia shida, lakini yeye atakumalizia yote, na hata akubakizie zingine, sababu ile mafuta hakuuza yote, na yenye ilibaki kwake ya kutumia. Zile pesa aliuza hakulipa madeni zote, kuna zenye zilibaki kwake za kutumia. Kwa hivyo Mungu ukuja hata na kuongezea shida yako anaimaliza, na anakuongezea hata juu na zaidi. Asante kwa kunitazama na kunisikiliza. Asante hata kwa kupata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu. Mungu ainuliwe na atendewe mambo makuu, na tubaki kumwamini, sababu ni yeye Mungu wetu. Tukimwamini na tukikubali, wokovu ndio watu wengi wanaogopaga, na ndio unaonaka watu wengi wako na shida mingi sana ya kudanganywa hata na wahubiri. Sababu kama huna wokovu, huna roho wa Mungu ndani yako, ni vile tu utaambiwa na mhubiri, na unaonaka mhubiri ndiye anaongeaga na Mungu, wewe huwezi ongea na Mungu. Kwa nini? Sababu ulikataa kuamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, ili akuteremshie Roho Mtakatifu aishi ndani yako, akuonyeshage yaliyo ya sirini. Mimi nilikuwa na roho na watu watatu kanisa moja tunakaa. Hakuna mtu alitamka akaniambia hawa watu wanakuroho, lakini Roho wa Mungu alifanya niyajue hayo yote. Si hata saa hii kuna watu huniwida saa hii, hata kule nafanyiaka kazi wachawi. Hakuna mtu hata mmoja asawahi toka mahali akakuja ati ananiibia siri. Unajua fulani, lakini nawajua wote mmoja na mwingine. Kwa nini? Sababu ya Roho wa Mungu aliye ndani yangu. Huyo ni zaidi ya yote. Lakini watu wengi hawatakai kuokoka. Wanatakaga mhubiri aokoke kwa niaba yao, aongeage na Mungu, aombage na Mungu, anaomba kwa niaba yao. Wao ni kukaa tu ati wangojee miujiza. Nao wale wahubiri wanakutanaga nao ni wahubiri mihuni, na waitaga wahuni. Wahuni ni lugha ya Kiswahili sanifu, kwa Kizungu ni dhagi. Dhagi ni mkora mwingine mubaya sana. Na wanakutanaga na wahubiri kama hao, wakuwaibia pesa zao, juu waliamini mhubiri ndiye anaongeaga na Mungu. Hatuko wakati wa Agano la Kale, tuko wakati wa Agano Jipya, wakati wenye Mungu Mungu anaishi katikati yetu. Yesu alisema akienda mbinguni atatuachia msaidizi, na ndiye Roho Mtakatifu. Sasa Roho wa Mungu anaishi huku tuliko. Ukikubali kuitanishwa na yeye, sasa anaikia hata ndani yako. Sasa anaishi ndani yako, utakuwa anakuongeleza. Wakati mwingine hata unafikiria jambo, ni kufikiria tu, hilo jambo linakuwa ni hivyo, na ni kufikiria. Najua watu wanafikiria Mungu lazima ati usikie sauti kwa masikio. Ile ilikuwa anaongea nayo wakiwa katika mlima Sinai, anakuja na ngurumo za radi na makelele ingine mingi sana, mpaka wana wa Israeli wanaogopa. Siku hizi akiwa ndani yako, hata utafikiria jambo na liwe ni yule Roho ako ndani yako amefanya ulifikirie, na liwe ni la ukweli. Kwa hivyo mtu wa Mungu, kama hujaokoka, ni nini huwa unagojea?
hata ukiuliza mtu kwa nini haokokagi, unajua atakupea vijisababu hasina maana. Sababu yale mambo inafanyaga usiokoke ukifikiria kwa undani ni mambo haina umuhimu kwa hii maisha, haina. Na hata uhesabiki uko na miaka ngapi, ujiulize umebakisha miaka ngapi hii dunia. Labda ni biashara unafanyaga haramu, ati ndio uachie watoto wako mali. Hao watoto watakuja kuokoka waende mbinguni. Utawaachia mali na wewe hukuachiwa chochote na baba yako. Wakuje kuokoka waende mbinguni, wewe uende jehanamu. Ati ni wao wanafanyaga ufanye biashara hiyo baya, tiwaziizi vibaya. Watakuwa wanakuona ukiteseka, unateseka juu yao. Ati ni wao ulifanyia biashara yenye haimfurahishi Mungu. Kumbe wao waliokoka, wewe ukakataa kuokoka kwa sababu yao. Wewe utaumia peke yako. Kubali kuokoka siku ya leo. Hata kama hiyo mali itaisha, ujiulize uko na miaka ngapi, unafikiria umebakisha ngapi hii dunia. Hii dunia tunapita. Kuna kule tunaishi milele na hakuna mtu haishiki milele. Tofauti ni utaishi milele wapi, ukichomeka ama ukifurahia pamoja na Mungu. Uamuzi ni wako. Saa hii uko katika hii mwili, amua saa hii. Mimi niliamua nataka kuishi milele wapi. Milele yangu ni kuishi na Yesu na malaika na wale wazee 24 pamoja tukimsifu Mungu. Wewe umeamua wako ni wapi? Kama hujaokoka, hata wewe umeamua saa hii ati wewe unataka umilele wako uwe ni katika moto pamoja na Shetani na malaika zake. Na wewe si Shetani, wewe si malaika wake. Kwa hivyo unajipeleka huko kuwakalisha, wakichomeka uwakalize wasiboeke sana. Umeamua gani wewe? Kufikiria mambo ingine, utaona kweli umepewa nafasi, umekataa kuitumia. Barikiwa na Mungu. Acha tuamini na tuombe. Mungu wa vyote, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na wewe ulio mlipia mwanamke mjane deni yote, wewe ndiye Mungu tunayeamini. Wewe ndiye Mungu wetu. Wewe ulitumika tu kupitia nabii wako Elisha, naye akatamka neno, na hilo neno mwanamke akaliamini na akalifanyisha kazi. Kweli Mungu wangu, ulitenda mambo ya maajabu. Ya ulisema imani ambayo haina kazi sio imani. Naye alikuwa na imani na akafanya kazi ya kwenda kuomba vyombo ili akuje amiminie mafuta, hata akijua nyumbani hana mafuta yoyote, bali ni kidogo tu yenye ilikuwa kwenye chupa ambayo ilikuwa imeisha. Naye kwa imani na kutenda na kufanya kazi ile alifanya ya kukubali kumiminia mafuta kwenye vyombo, kweli miujiza ilitendeka. Nao hao wanaonitazama Mungu, wengine hawatakai kuokoka sababu ya haya mambo, wanatendaga maovu, lakini wanataka kuitanishwa na dini ili wakikufa atiwasikwe na na mhubiri akiwa amevaa nguo zote. Hiyo haina maana, sababu ataenda jehanamu. Naweza kufa na ukose kusikwa na mhubiri na uende mbinguni, na ukufe usikwe na mhubiri na hiyo iwe kazi bure. Kile umejiwekea ndani ya moyo, hicho ndicho kitakuongoza. Ni wokovu utakupeleka mbinguni mkaishi na Mungu milele. Ni dhambi na kutokubali Yesu Kristo, hiyo itakuongoza katika jehanamu kule Shetani ametengenezewa na malaika zake. Ni uamuzi wako, uamue siku ya leo unataka maisha yako ya nyuma ikue wapi. Mimi niliamua heri kwa Yesu. Ndumize katika wokovu Mungu wangu, na yule hajaokoka Mungu, acha hili neno limuguze na akubali kuokoka. Mwenye ameokoka Mungu, mdumize katika wokovu, ukimdumiza. Na katika jina lako kuu Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Barikiwa. Asante.